Mkoani Mbeya katika maadhimisho ya wiki ya vijana ambayo yalianza toka tarehe 8 ya mwezi wa 10 na anatarajiwa kuhitimishwa siku ya kesho tarehe 14 ya mwezi wa 10. Kwa sisi kama mkoa wa Katavi tunalo banda letu ambao tumekuja na wajasiriamali mbalimbali ambao ni vijana wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali ambazo tunao wanaojishughulisha na usindikaji wa asali, lakini wapo wanaotengeneza majiko, wapo wanaosindika unga, wapo wanaosindika mchele. Kwa hiyo wapo vijana ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali hususan hizo ambazo nimezitaja, ambao tumekuja nao kuonyesha namna gani vijana wanatumia fursa za kiuchumi kujikwamua kiuchumi na kuendesha shughuli zao za maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunawakaribisha wana Mbeya, Watanzania wote kwa ujumla kutembelea banda letu la mkoa wa Katavi ambao zina halmashauri zake za mkoa wa Katavi ikiwemo Tanganyika, Mpanda, Mlele, Nsimbo pamoja na manispaa ya Mpanda. Kwa majina anaitwa Juma Mariki, ni mkazi wa halmashauri ya wilaya Mlele natokea mkoa wa Katavi. Ni fundi wa kutengeneza majiko yanayotumia nishati mbadala, oil shafu kimaanisha, ambayo tunaigeuza kuwa nishati ya kupikia. Unachukua gereji oil zenu na unaenda kupaki kwenye jiko, unaenda kuwasha, unaenda kufanya matumizi yako. Kwa dhamira yetu sisi ni kusafisha mazingira, ile oil ambayo inazambaa mitaani isiendelee kuchafua mazingira, ili tuweze kuitumia kama nishati mbadala na mazingira yabaki kuwa safi. Ndio dhumuni letu kuu sisi kama vijana wa nishati safi. Jiko letu linavyotumika hauwezi kupata moshi kwenye mapishi na hakuna athari yoyote utakayoipata, kwa sababu oil ikichomwa kwenye chembabana kuna mfumo tuliotengeneza ambao ile oil inabadilika kuwa nishati ya kupikia ambayo inatoa moto mfano wa gesi, sawa. Kwa hiyo hatuwezi kuchafua mazingira na kuchafua mazingira. Kwa oil ukiweka lita moja kwenye tanki, lita moja unao uwezo kuwasha almost masaa 8 bila kuzima. Na kwa kawaida kwenye matumizi majumbani hakuna anayewasha jiko kwa masaa 8 akiwa anapika tu. Kwa mfano hiyo lita moja na maana ukiwa unawasha kwa nusu saa sawa, unawakiwa kutumia siku 3 au siku 2. Endapo ukiwa na lita 2 kwenye tenketo kipaki utatumia zaidi ya siku 4. Kwa shilingi 2000 sasa umenunua kwa mafundi pikipiki au mafundi gereji yao. Shilingi 2000 inakusaidia kutumia siku 4. Uone kama kuna kitu utakuwa umekiokoa kama mwananchi. Jiko letu sio kwamba linatumia tu oil chafu tunavyozungumzia. Oil ikiwa safi au mafuta ya kupikia yao ya korie masafi, yale mafuta masafi unaweza kupikia. Lakini tumezungumzia mafuta machafu ambayo yanakuwa hayana kazi nyingineyo, ili tusiaende kuyamwaga tukachafua ardhi, ili tutengeneze mazingira. Kwa maana tunaamua tutumie oil chafu ambayo ni ipo nyingi na inasagaa kwa wingi tu mitaani na inachafua mazingira. Kitu kilichonisukuma miongoni mwa kitu kilichonipelekea kubuni hiki kitu, mimi mwenyewe ni mtu ambaye nina familia. Niliona matumizi ninayotumia ya mkaa pamoja na gesi, jinsi ninavyopoteza pesa nyingi. Nakuta nimetunua gunia 15,000. Kwa mfano sisi kwetu mkoani kwetu Katavi unaweza kununua gunia kwa shilingi 15,000. Unaponunua ile gunia 15,000 unakuta baada ya siku kadhaa chache tu gunia la mkaa limeisha. Alafu pia nishati yake inakuwa kwanza iko chini. Chakula natumia muda mwingi kuivisha, unaona, na au nikinunua gesi muda mchache tu siwezi kubandika maharage, napika vitu kwa kuvizia ili niweze kubudget ile gharama. Nikaona ile gharama jinsi ilivyokaa, nikaona kwa nini mimi kama mbunifu, na mimi kwa sababu mwenyewe ni fundi, nikasema kwa nini nisibuni kitu ambacho kinaweza kikasaidia familia yangu, nikaanza kusave gharama. Ndipo nikaja na idea ya kutengeneza jiko linalotumia mafuta machafu. Nilikuwa natumia mafuta kuyawasha, naangalia nikipata support kitu fulani haiwezi kuwaka, nikatest mpaka mwisho wa siku nilitengeneza ile jiko. Niliona kwanza linafaa, nikaanza kutumia mimi mwenyewe nyumbani kwangu. Nikaona jinsi ninavyosave gharama ya nishati. Tena nikaachana na mkaa, nikaachana na gesi, nikaona natumia oil chafu kwangu kama nishati. Tupo hapa tuna bidhaa zetu zitokanazo na mazao ya nyuki, ambayo tuna asali ya nyuki wakubwa na asali ya nyuki wadogo. Vile vile katika asali hii ya nyuki wakubwa ni dawa katika madonda ya tumbo, lakini pia inasafisha kifua, lakini pia vile vile ni kama chakula. Pia tuna asali ya nyuki wadogo. Hii asali ya nyuki wadogo ni dawa ya vidonda vya tumbo, inasafisha kifua, lakini vile vile inaongeza nguvu za kiume kwa watoto wa kiume. Kawaida hii asali unapotaka kuitumia kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume, unaweza ukachanganya na karanga ili mradi ndio uitumie, kwa sababu karanga pia asali inaongeza joto, hapo karanga ina mafuta, hivyo ina boost nguvu za kiume kwa watoto wa kiume.
Kwa majina naitwa Abel Anahisa Mokalinga, ninatokea Mpanda Manispaa. Ninajishughulisha na ujasiriamali wa majiko banifu ambalo na jiko la hybrid, na sasa tuko toleo la 7 ambalo linaweza kutumia simu kupika maharage, unaweza kutumia sola ndogo kabisa kupika maharage, unaweza kutumia simu yako ya mkononi, unaweza kutumia umeme au gari au laptop, chochote ambacho utakuwa nacho chenye volti 5 tu kwa ajili ya kutoa output kuja kwenye jiko letu, na hauna shoti yoyote inaweza katokea kwenye mazingira hayo, kwa sababu tunatumia umeme kidogo sana, direct current kwa mazingira ya nyumbani, kwa watoto na kwa wengine ambao wanatumia katika mazingira hayo. Hakuna shoti yoyote, ni salama wala hakuna kulipuka. Unaweza kumwachia dada nyumbani na kuwa salama kwenye kazi zako bila kupata changamoto yoyote. Kiuhalisia, simu ina umeme kidogo sana kiasi kwamba haiwezi kuchemsha chochote kama ukitumia simu peke yake. Ndio maana tukaja na jiko chotara. Hii ni hybrid toleo la 7 ambalo inatumia kidogo nishati ya umeme ambao unatoka kwenye simu, lakini kiasi kidogo cha chenga za mabaki ya mkaa au mkaa mbadala ambao utakuwa umepondwa kidogo kwa ajili ya kuleta ule mwako mzuri. Moto wake utakuwa mkali zaidi ya gesi kwa sababu tutakuwa tumeunganisha umeme kidogo lakini pia chenga za mkaa, ambapo tunachokifanya tunakusanya oksijeni kwa kasi kwa kutumia umeme kidogo volti 5 tu kutoka kwenye simu yako kuja kufanya mwako kwenye chenga zako za mkaa. Kwa vitu viwili hivi vikiungana vinaleta mwako mzuri ambao unawezesha kuivisha maharage kwa muda mfupi na kwa ufanisi zaidi. Hii ni OTG yetu ambayo tutatumia kupikia kwenye jiko letu. Itachomeka kwenye simu. Simu itanionyesha hapa, niende kwenye go settings kwenye OTG. Kwa nikiona hapa itanionyesha OTG ni hii hapa. Nikiwasha OTG yangu itatoa umeme kutoka kwenye simu kuja kwenye jiko. Ukiangalia jiko lako hapa sasa hizi moto umebadilika, unaendelea kuwaka. Nikitaka kuzima, nitazima moja kwa moja kwenye OTG. Jiko pia litazimika vile vile. Nikiwasha moto utawaka tena. Na ukitaka kuongeza moto utaongeza hapa. Ukitaka kupunguza pia utapunguza hapo, ili moto upungue zaidi kutokana na wewe ambavyo utakuwa umefanya.